Amen. Amen. Kumbukumbu la Torati katika kitabu hicho cha 28 kuanzia mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza nasema hivi: basi ukitii kweli sauti ya Bwana Mungu wako, ukishika na kuzitenda amri zote ninazokuamuru leo, Bwana Mungu wako atakutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Nazo baraka zitakazokujia na kukupata ndizo hizi, kwa kuwa utakuwa umeitii sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako, mazao ya udongo wako, uzao wa mifugo, wana wa ng'ombe wako na wana kondoo wako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia mkate. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Na hizi ndizo baraka za Mungu kwa wateule wake, kwa wote waliomwamini Mungu, naye Mungu wetu kwa upendo wake akawahesabia baraka. Anasema, ukisikia sauti yangu kwa bidii, ukisikiliza sauti yangu kwa bidii na kushika amri zangu na maagizo yangu, basi utabarikiwa mjini na hata mashambani pia utabarikiwa. Kwa hivyo watu wa Mungu wale waliookoka, ndio muamini Yesu Kristo, kuna siri ya kufanikiwa katika maisha yao. Na siri ndio hii, kwamba waisikie sauti ya Bwana Mungu wao na kuishika. Hapo ndipo penye siri ya mafanikio. Wengi wamekuwa wanasema wameokoka, lakini bado maisha yao yamekuwa ya shida. Maisha yao yamekuwa ya majonzi, yamekuwa ya kusumbuka hapa na pale. Hawaoni upenyo katika maisha yao. Si katika kazi, mapato na biashara zao. Mambo ya nyumbani pia, magonjwa yanawaandama, mambo mengi yanawafuata watu waliomwamini Mungu. Lakini kuna siri ya hayo yote kukuondokea. Inawezekana mtu anaenda kanisani, lakini kuna jambo moja hajalifanya. Kuna mambo fulani ambayo hajayafanya, ambayo yamekuwa kizuizi cha Mungu kuingilia katika maisha yake. Kuna kizuizi ambacho kinapelekea Mungu hawezi kukubariki. Kuna kizuizi ambacho kinapelekea Mungu hawezi kuondoa magonjwa katika maisha yako na katika nyumba yako. Kuna kizuizi kinachofanya Mungu anashindwa kubariki kazi ya mikono yako. Kuna kizuizi kinachofanya Mungu hawezi kubariki maisha yako na kazi yako, biashara yako, mambo yako hayaendi straight kwa sababu kuna kile kizuizi ambacho kipo. Na si kingine kizuizi isipokuwa kizuizi ni dhambi. Lakini neno la Mungu linasema, ukitii kweli sauti ya Bwana Mungu wako, ukitii na kushika maagizo yake yote. Maana kutii ni ushike kile anachokuagiza. Lakini wengi wamekuwa hapo, hawako tayari napo. Wako tayari kusikiliza, lakini hawako tayari kushika. Lakini neno linatuagiza kwamba ukiwa na bidii katika kusikiliza na kushika, utabarikiwa mjini na mashambani. Utaenda mjini na Mungu huko atakubariki. Bado ukirudi mashambani pia bado baraka za Mungu zitakufuata. Kwa hivyo siri ni nini? Siri ni kuisikiliza sauti ya Mungu na kushika kile asemacho Mungu. Hiyo ndio siri, mtu wa Mungu, na utabarikiwa na wewe na utafanikiwa na wewe. Maandiko yanasema hivi pale mbele ya kwamba nazo baraka zitakazokujia na kukupata ndizo hizi, kwa kuwa utakuwa umeitii sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa shambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako, mazao ya udongo wako, uzao wa mifugo yako, wana wa ng'ombe wako na wana kondoo wako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia mkate. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Yaani unapomwamini Yesu Kristo na ujitoe kikamilifu kuisikiliza sauti yake kwa bidii na kushika asemacho Mungu,
utabarikiwa kila kona. Kapu lako la kukandia litabarikiwa, mifugo wako lazima watabarikiwa, hata afya yako pia Mungu atabariki. Kila sehemu, kila utakapoingia na kutoka. Ndio maana anasema utabarikiwa mjini na hata pia na mashambani. Ina maana popote utakapoweka mguu wako wewe utabarikiwa. Ngoja nikwambie kitu. Wana wa Israeli walipotolewa katika nchi ya Misri na kuanza hatua ya kwenda mji wa Kanaani, hapo ndipo sasa walifungua picha nyingine ya maisha yao. Maana walipotoka Misri, walipoingia mji wa Kanaani, zile ahadi alizoahidi Mungu ya kwamba wataingia mji uliojaa maziwa na asali, kweli walipata. Maandiko anasema hata walienda kukuta visima viko pale tayari ambavyo vilikuwa vimechimbwa na wengine. Walienda kukuta manyumba yalikuwa pale. Walienda kukuta mashamba yalikuwa pale. Lakini ni baada ya kutoka Misri. Hivyo wasinge kuitikia mwito wa kutoka Misri, waamue kwamba wao wataendelea kubaki Misri, baraka za Mungu za kwamba watakunywa maziwa na asali wasingezirithi. Kweli mji ulikuwa upo wa Kanaani, lakini walikuwa lazima wachukue hatua ya kuitikia mwito wa Mungu kutoka nchi ya Misri. Na wewe ni hivyo hivyo, lazima ukubali mwito wa Mungu. Na mwito wa Mungu ni kuisikia sauti ya Mungu inasema nini juu ya maisha yako. Utakapoikubali sauti ya Mungu na kuondokea dhambi, maana Misri ni kule dhambini. Maisha yako yamekuwa ya dhiki na mateso na magonjwa na ndamwa na mikosi kwa sababu ya dhambi. Lakini siku utakapochukua maamuzi ya kuiondokea dhambi, umwamini Mungu, ukubali kuisikia sauti ya Mungu na kuishika, hapo ndipo baraka zako sasa zitaanza kukufuata. Sitaki nikudanganye nikwambie kwamba utapokea shamba, utapokea gari, utapokea pikipiki, alafu una dhambi. Mungu hawezi mbariki mtu mwenye dhambi. Alisema kwamba njoni kwangu mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mjifunze kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa lazima ukubali mwito wa Mungu. Ukitoka Misri, basi na uanze safari ya kuelekea Kanaani, baraka utazipata. Maana zapatikana Kanaani wala sio Misri. Hazipatikani dhambini. Sikiliza nikwambie, katika kitabu cha Mathayo sura ya 6. Nitasoma pale. Mathayo sura ya 6. Nitasoma Mathayo sura ya 6. Nataka usikilize jambo hili ambalo Mungu wetu alilizungumza pale kitabu cha Mathayo sura ya 6. Nasema hivi mstari wa 25. Kwa hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu kwa sababu ya kula au kunywa, wala msisumbukie miili yenu kwa sababu ya kuvaa. Je, maisha si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani. Hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha. Je, ninyi si bora kuwaliko hao? Nani wenu hata akijisumbua sana aweza kujiongeza kimo chake dhiraa moja? Na mbona mnasumbuka kwa sababu ya mavazi? Angalieni maua ya mashambani jinsi yameavyo, sababu hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambieni ya kuwa hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa kama mojawapo. Basi kama Mungu huyavika hivi majani ya shambani yaliyopo leo na kutupwa motoni kesho, sembuse ninyi enyi wa imani haba. Basi msisumbuke mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini. Hayo yote watu wa mataifa huyatamani, maana Baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mwahitaji hayo yote. Basi kwanza utafuteni ufalme wa Mungu na uadilifu wake, na hayo yote mtaongezewa. Kwa hiyo msisumbukie siku ya kesho, kesho itajisumbukia yenyewe. Kila siku ina matatizo ya kutosha. Na Yesu akaongeza pale, akasema ya kwamba msisumbukie maisha yenu, mtakula nini wala mtakunywa nini, wala miili yenu mtavaa nini.
kwa kuwa hayo yote Mungu anajua kwamba mnayahitaji. Kwa watu waliookoka, maandiko anasema msijisumbue kama watu wa mataifa jinsi wanavyohangaika kwa sababu ya kutafuta. Watu wako mbioni wawekeze, watu wako mbioni kwa ajili ya kula na kunywa. Yaani wamejisumbua sana akili zao katika kutafuta, wala hawajajisumbua sana katika kumtafuta Mungu. Mwanadamu hajajisumbua sana katika kuacha dhambi, hajajisumbua sana kusikia Mungu anasema nini juu ya maisha yake, lakini anajisumbua katika kula, anajisumbua katika kuvaa. Hayo ndio anayojisumbua sana. Anakimbia kuenda huku, anakimbia kufanya biashara, anakimbia kiingia kwa loan, anajihangaisha katika hayo. Si mbaya kujihangaisha katika kutafuta utakula nini wala utakunywa nini, lakini ulipaswa ujisumbue zaidi kufahamu mapenzi ya Mungu ni gani. Ulitakikana ujisumbue zaidi katika kuachana na dhambi. Na haya mengine ambayo yamekuwa yakiusumbua moyo wako, vipi utakavyoishi, vipi utapanga maisha yako, hayo ingekuwa rahisi kwa sababu Mungu angeingilia kati katika maisha yako. Angalia nikwambie kitu. Katika kitabu cha Luka 5, maandiko yanasema Petero walifanya kazi ya kuchosha, Petro na wenzake na kina Yakobo, usiku kucha wakitafuta samaki wasipate hata mmoja. Lakini Yesu aliwaambia sasa ni wakati wa kutweka mpaka kilindini, mwende mkavue samaki. Akasema Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha, lakini sasa kwa sababu ya neno lako nitashusha nyavu. Kwa sababu Petro alikuwa amemkubali Yesu wakati ule, akamruhusu Yesu aingie kwa chombo. Hata siku hiyo Yesu alitumia chombo chake kuhubiri Injili. Nini inamaanisha? Ya kwamba Petro alimpokea Yesu. Maana kuna wakati alitumia akili zake mwenyewe, lakini siku alipomkubali Yesu aliacha kutumia akili zake. Sasa alienda kiongozwa na Roho, alienda kiongozwa na Mungu. Kwa hivyo hata kwenda kilindini sasa alienda pamoja na Mungu. Ndipo sasa baraka za Mungu zikaonekana. Maandiko anasema boti ilijaa samaki, kwa sababu aliyesema, aliyeamrisha alikuwa ni Mungu. Kwa hivyo sasa najua umetafuta sana ama umeng'ang'ana sana katika maisha yako, hujafanikiwa kama vile Petro, lakini ukimwamini Yesu Kristo, maana Yesu Kristo anataka akutumie, anataka atumie chombo chako, anataka kutumie wewe sasa katika maisha. Ukikubali Mungu akutumie, maisha yako lazima yatabadilika. Lakini ukikataa Mungu akutumie, basi maisha yako sasa yatakuwa ya pata potea. Na sivyo Mungu anavyotaka. Amesikia kilio chako, ametumana kwa sababu amesikia kilio chako ili akutoe Misri uende Kanaani, kwa sababu Wakanani walichukua mahali pako. Wanaishi maisha yako na wewe mwenyewe unaishi maisha yasiyokuwa yako. Maana maisha unayoishi sio yako, lakini kuna mwingine anaishi maisha yako, kuna mwingine anaenjoy mahali pako. Lakini sasa mpaka uchukue nafasi, uchukue hatua ya kutoka katika dhambi, umwamini Mungu, uwe na bidii ya kusikiliza sauti yake kwa bidii, na Mungu atakuonekania. Hiyo ndio siri kwa watu waliomwamini Mungu. Ili wafanikiwe ni wafanye nini? Waisikilize sauti ya Mungu kwa bidii sana na kushika maagizo ya Mungu, nao watafanikiwa. Neno la Mungu linasema pale mbele ya kwamba basi kwanza utafuteni ufalme wa Mungu na uadilifu wake, na hayo yote mtaongezewa. Kwa hivyo cha kufanya katika kujisumbua kwako, jisumbue kumtafuta Mungu, jisumbue kutafuta ufalme wa mbinguni sana, na Mungu atakuwa kwa ajili yako. Anasema na haya mengine mtaongezewa. Kukula utaongezewa, kukunywa utaongezewa, mashamba pia utaongezewa, ukiomba yale mengine pia utaongezewa. Lakini kuna cha kufanya kwanza. Kwa hivyo maisha yako umeng'ang'ana kwa sababu umetumia wrong formula katika kutafuta. Lakini kwa watu wa Mungu katika maisha kutafuta jinsi ya kula na kunywa na kuvaa, kuna formula yake, na formula yake ndio hii: utafute ufalme wa mbinguni kwanza na haki yake, ndipo mengine utaongezewa. Sema, Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe
Hata ombi la mkate liko pale chini ya kwamba utupe leo riziki yetu. Kwa hivyo iko hiyo, lakini ni baada ya kwamba umesema ufalme wako uje. Kwa hivyo tafuta ufalme wa Mungu, alafu sasa mkate pia utakuja, yale mengine pia utaletewa, utazidishiwa. Mtu wa Mungu, sitaki kwenda mbali, lakini kwa hayo naomba Mungu akubariki, aufungue ufahamu wako. Mungu azungumze na wewe zaidi, ili upate kumwelewa Mungu anataka nini juu ya maisha yako. Mungu akubariki sana. Unaweza kusambaza ujumbe huo hata pia kwa wengine. Kama hujasubscribe, unaweza kusubscribe, unaweza kushare kwa wengine, nao pia wakabarikiwa. Mungu akubariki sana. Amina.